Poleni kwa majukumu ambayo mnaendelea kuyatekeleza katika maeneo mbalimbali. Lengo kubwa lilikuwa ni kuwapa Watanzania habari sahihi. Niwashukuru na kuwapongeza kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya siku ya jana kwa kushirikiana na klabu yetu ya Yanga kwenye coverage ya mkutano wetu mkuu wa mwaka kwa mwaka huu wa 2026 ambao kimsingi ulibeba pia na ajenda ya uchaguzi mkuu. Mmefanya coverage nzuri, coverage sahihi, na naamini wanayanga wale ambao kikatiba hawakushiriki mkutano mkuu walipata taarifa sahihi kwa wakati sahihi. Kwa hilo nawashukuruni na nawapongeza sana. Na nitumie pia fursa hii kuwapongeza viongozi wangu wote ambao wameshinda kwenye uchaguzi wa jana, kuanzia nafasi ya uraisi, makamu wa rais na wajumbe wa kamati tendaji. Ni nukuu tu kwa uchache kauli ambayo aliitoa rais wa klabu yetu baada ya uchaguzi kwamba sasa uchaguzi umemalizika, makundi yote ya WhatsApp, timu Kamwe, timu nani, tunayafuta yote. Sasa tunakuwa na timu Yanga peke yake, kwa sababu kuanzia sasa hivi tuliowachagua, tuliowaamini kwa miaka minne inayofuata, jukumu lao ni kutuongoza katika mafanikio ambayo tumeyapata katika miaka minne iliyopita, lakini pia tupate mengine ambayo hatukuyapata katika miaka minne iliyomalizia. Kwa hiyo wao viongozi wetu wanatutegemea sisi wanachama na mashabiki kwenye kutekeleza majukumu yao. Kwa hiyo niwapongeze sana, na naamini wanayanga watakuwa wanawapongeza pia sehemu mbalimbali. Tunasema sasa kinayosimama ni Yanga, na kama Yanga inasimama kwenda mbele, shughuli ambayo iko mbele hapa ni wiki ya wananchi. Tuna tamasha hapa la wiki ya wananchi ambalo itafanyika siku ya tarehe 9 mwezi wa 8 uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam, na tayari tulishatangaza fikiri wiki iliyopita viingilio kwa maana ya bei ya ticket zile, na niwapongeze sana wanayanga, ticket zinakwenda vizuri. Kwa mfano tulikuwa na ticket za Royal, imetulazimu tuongeze space kwa sababu zimenunuliwa sana, na hizi Royal ni package ya shilingi 300,000. Zaidi ya ticket 300 zimenunuliwa, maana yake wanayanga wamehamasika kwelikweli. Na ticket pia za VIP kwa maana ya shilingi 100,000, na ticket za mzunguko shilingi 20,000. Ticket zinauzwa hapa makao makuu ya club, lakini mitaani huko tuna miamvuli mbalimbali ambayo ina logo za wiki wananchi. Kikuta huo mwamvuli sehemu yote Dar es Salaam, simama, nunua tiketi yako. Lakini pia unaweza kununua tiketi kwa njia ya mitandao ya simu. Chukua kadi yako ya N-card, fuata taratibu za jinsi ya kununua tiketi, unanunua tiketi yako bila usumbufu wowote. Narudia kulisema hili jambo kwa sababu ni muhimu. Jamani, uwanja wa Uhuru unachukua watu wachache. Makadirio ya juu kabisa ni watu 20,000, makadirio ya juu kabisa. Sasa watu 20,000 kwa tamasha ambalo tumezoea kulifanya watu 60,000 wanahudhuria, maana yake zaidi ya watu 40,000 hawatapata nafasi ya kuingia uwanjani. Kwa hiyo kama una tamaduni ya kutegea kununua ticket siku ya mwisho, maana yake kwa msimu huu unaweza pita Shalulile ukaishia kumuonea tu Instagram. Kwa hiyo ni vyema ukawahi ticket mapema hivi ninavyozungumza na nyie, ili uwe katika nafasi ya watu 20,000 ambao watapata nafasi na bahati ya kuja kuitazama tamasha la wiki ya wananchi. Tamasha hili si kwa sababu yetu viongozi peke yetu, ni kwa sababu ya wanayanga wote. Na ili kulifanya liwe bora, kulifanya lizidi kuwa na mvuto, kulifanya lizidi kuwa tamasha ambalo linapendwa na watu wengi, sisi Club Young Africans kimbilio letu limekuwa ni wadhamini wa klabu yetu. Wadhamini wa klabu yetu wa kwanza tumekuwa tukiwakimbilia kuhakikisha wanatupa sapoti kubwa
kwenye tamasha la wiki ya wananchi. Na ukizungumza wadhamini wa klabu yetu, bila shaka yoyote unamzungumzia mdhamini mkuu wa klabu hii, kampuni ya SportPesa. Kampuni ambayo nadiri kusema ni kampuni bingwa, kwa sababu haina mbambamba kama ambavyo Yanga inafanya vitu vyake, na SportPesa imenyooka hivyo hivyo kwenye mambo yake. Sasa hawa ni wadhamini wakuu ambao kwa mwaka huu wametuambia yako mambo mengi mazuri ambayo tumewaandalia wana Yanga ili washiriki na sisi kwenye tamasha hili kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kutoka mwanzo mpaka mwisho ambako ndo kilele chake siku ya tarehe 9. Kabla sijawakaribisha wenzetu wa SportPesa kutuelezea hayo mazuri ambayo wametuandalia, naomba niwapitishe kwenye ratiba ya wiki nzima ambayo tuko nayo. Alafu baadaye mje kusikia kwanza SportPesa nini wamekiandaa kwa wiki hii tukiwa tunaelekea kwenye kilele cha wiki ya wananchi. Lakini leo siko na SportPesa peke yao, tunao wadhamini wengi ambao wameamua kushirikiana na mdhamini wetu mkuu kuhakikisha na wao wanaweka nguvu tamasha la wiki ya wananchi linakuwa tamasha kubwa. Tamasha ambalo halina sehemu yoyote ambako utadoubt quality yake. Kesho siku ya Jumanne, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, ndio uzinduzi wa tamasha lenyewe. Kesho ndio uzinduzi wa tamasha la wiki ya wananchi. Na kumekuwa na hiyo kidogo niweke sawa. Kile siku ya tarehe 9 ile inaitwa Yanga Day, ile kilele. Alafu hii wiki hii ndio inakuwa wiki ya wananchi. Imeanza leo tunapofanya mkutano wa waandishi wa habari kuelekea siku ya Jumapili. Hii ndio wiki yetu wananchi. Ila kile kilele tunakiita Yanga Day. Hizo ni sababu za kibiashara ambazo uongozi ulishauriwa na wakazipokea. Kwa hiyo kilele chenyewe kinaitwa Yanga Day. Alafu hii wiki inakuwa ni wiki ya wananchi. Sasa kesho tunakwenda kuzindua wiki yetu ya wananchi tukielekea kilele cha Yanga Day. Kesho tutakuwa Ushirombo. Awali tulitangaza uzinduzi ungefanyikia Katoro, Geita, lakini kwa sababu mbalimbali zikiwemo wenzetu wenye haki za matangazo kwa maana ya Azam TV, ikiwemo pia tukio ambalo linafanyika la kushiriki uzinduzi wa uwanja wa Bukombe Stadium pale Ushirombo, tukaangalia distance ya kutoka Katoro kuja hapa Ushirombo, watu wakafanya uzinduzi kule asubuhi, alafu tena waingie kwenye magari mchaka tena kuja Ushirombo, na unajua timu pia itakwenda kule. Kwa hiyo ile excitement ya watu inaweza ikapungua sehemu moja, watu wakaenda sehemu moja. Kwa hiyo tukashauriwa tuyachukue matukio yote mawili tuyafanye sehemu moja. Kwa hiyo tukaongea na wenzetu wa Katoro na tumekubaliana wao wanaanza maandalizi kesho asubuhi, wanakuja Ushirombo. Ni mwendo kama walisali moja tu pale kwa mabasi, kwa magari wanakuja pale tushiriki nao pamoja. Kwa hiyo kesho wiki ya wananchi inakwenda kuzinduliwa Ushirombo. Wiki hii inakwenda sambamba na Yanga kushiriki pia uzinduzi wa uwanja wa Bukombe ambao uko pale pale Ushirombo. Kwa hiyo asubuhi tutakuwa na hafla shamra pale za kuzindua wiki ya wananchi, alafu mchana kuanzia saa 7 tutadumbukia ndani kushiriki na sisi wananchi kwenye uzinduzi wa uwanja wetu wa Bukombe. Sasa kesho wakati uwanja unazinduliwa na wiki inazinduliwa, kikosi cha Young Africans na chenyewe kitasafiri kutoka Dar es Salaam kesho asubuhi majira ya saa 4 kutoka hapa Dar es Salaam, kitaelekea pia chenyewe Ushirombo. Tumealikwa pale kwenye sherehe hizi za uzinduzi wa uwanja, sio kwa ajili ya kucheza mechi. Sisi kama Yanga tuliomba kama pangekuwa pana uwezo wa kuchezwa mechi pale tucheze ili wana Yanga wakanda ya Ziwa wa enjoy. Lakini kwa bahati mbaya sio Geita, sio Pamba, sio Kagera aliyekuwa na ujasiri wa kukubali hayo maombi. Kila mtu alisema mimi kwenye pre-season, mimi naandaa timu bado, kwa hiyo tumekosa timu ya kucheza nayo. Tukaona isiwe tabu. Mwalimu akasema nitaandaa pale session ya mazoezi ambayo kila atakayehudhuria ataenjoy kuitazama timu yake. Kwa hiyo timu itaondoka kesho saa 4 hapa Dar es Salaam na itashukia Kahama. Hivi ninavyozungumza na nyie wana Yanga wa Kahama, maandalizi ni makubwa ya kuipokea timu. Hawa watu wamepata bahati kwa sababu timu ikifika Kahama kesho ndio watu wa kwanza
watakao washuhudia wachezaji wa Young Africans wakiwa wanakatiza mbele ya mboni zao. Kwa hiyo wakazi wa Kahama, kesho timu inashuka pale. Tukishuka pale kuna shamra za mapokezi, alafu tunaanza safari ya kuitafuta Ushirombo. Tutaondoka kwa pamoja pale na mashabiki wetu na wanachama wetu kuelekea Ushirombo. Tukifika Ushirombo, timu itakwenda kupumzika kidogo, alafu sisi tutaingia mtaani wazee wa kazi kwenda kuifungua sasa hiyo wiki ya wananchi na sherehe zake. Mpaka sasa hivi kwa hesabu za haraka na kusikitikia sana na waandishi wote ambao hamjasafiri kwenda Ushirombo, kwa hesabu za haraka kuna ng'ombe kama 80 hivi. Tutakula sana nyama pale kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi. Kuna wakati niona mmesafiri, sio mmeenda wapi, sio mlilishwa nini. Tutakula nyama sana kesho pale tukiwa tunakwenda kuizindua wiki ya wananchi. Lakini pia tutakuwa na shughuli mbalimbali. Nimeambiwa kuna orodha ya wasanii wako pale wanaletwa. Nimeambiwa kuna matawi ambayo tutayazindua pale Ushirombo. Kuna shughuli nyingi zitafanyika pale kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi. Alafu mchana saa 7 sasa tutadumbukia ndani kwenye uwanja wa Bukombe tupate nafasi ya kuiona timu yetu ikifanya mazoezi ya wazi. Kwa pamoja tuenjoy timu yetu na tuangalie vyuma tulivyovisajili vinafananaje kwenye mazoezi. Baada ya hapo timu itaondoka kurudi Kahama, itarudi Dar es Salaam. Maana yake Yanga haitalala Ushirombo, inaondoka asubuhi, jioni inshallah timu imesharejea hapa kwa ajili ya maandalizi mengine ya mchezo huo wa Yanga Day. Jumatano tutaanza hamasa sasa mtaani za kuuza ticket Jumatano. Na safari hii SportPesa hapa atakuja kuzungumza mwenyewe kwenye hamasa yako mambo mazuri ambayo ametuandalia mtaani tukiwa tunapita kwenye hamasa ya kuuza ticket, lakini pia kuwa karibu na matawi na wanachama wetu. Alhamis itakuwa ni siku ya kitaifa ya wanayanga wote kushiriki zoezi la kuchangia damu. Alhamis itakuwa ni siku ya kitaifa ya wanayanga wote kushiriki kwenye zoezi la kuchangia damu. Kwa hapa Dar es Salaam tutafanya zoezi hili hapa makao makuu ya club, lakini pia hospitali za Aga Khan na zenyewe pia tutafanya wanayanga wanaruhusiwa kwenda hapo kwenda kuchangia damu. Lakini kwa hapa makao makuu tutafanya hapa Jangwani, ndio itakuwa watu wa Dar es Salaam na kuja hapa kuchangia damu. Lakini pia mikoa mingine siku hii ambayo nimesema ya Alhamis, waratibu wote wa mikoa tumewaelekeza kwamba waandae maeneo ambayo wanayanga watakuja kushiriki zoezi la kuchangia damu. Kuchangia damu ndugu zangu ni cha kwanza ni ibada. Yaani cha kwanza kabisa ni zoezi la ibada. Unachangia damu ili ukaokoe maisha ya Mtanzania mwingine. Unajua unaweza ukaa huko leo hamna ndugu yako anaumwa, si ndio hamna jamaa yako ni mgonjwa, yaani wewe haujioni kama una mahitaji ya damu, haujioni. Lakini nataka niwahakikishie ndugu zanguni, mahitaji ya damu kwenye mahospitali ni makubwa sana. Na siku yatakapokukuta ndiyo nafsi yako itakusuta kwa nini hukuwahi kushiriki hata siku moja kwenye kuchangia damu. Kwanza ni ibada, lakini la pili ni afya kwako wewe. Unapima damu yako. Kuna watu wengine wanaweza kuwa mtu mwembamba, lakini kila damu inampelekesha. Kwa hiyo unapata pale vipimo, unapima damu yako vizuri na wewe unachangia damu yako kwa mtazamo. Uzuri msiogope. Pale hawapimi. Sije mtu akaja hapo unachangia damu, majibu anabaki nayo wenyewe madokta. Sawa kaina. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, wewe njoo tuchangie damu pamoja. Na waandishi sijawahi kuwaona mkitoa damu. Nyinyi mnapeleka wapi damu? Toka tumeanza kufanya mazoezi ya kuchangia damu, waandishi hata mmoja, hata mmoja tumeona kumpiga picha anachangia damu. Mna shida gani wazee? Amri. Jamani, mwaka huu waandishi shirikini pia kuchangia damu. Sisi Yanga tutafanya hapa siku ya Alhamis. Tunaomba mje na mshiriki pia kwenye zoezi la kuchangia damu. Watakuja wadhamini wetu wengine hapa kutuelezea namna gani na wao wanashiriki na kuongeza thamani kwenye tukio hilo. Siku hiyo ya Alhamisi pia tutakuwa na zoezi la kutangaza sasa wasanii ambao wataperform kwenye kilele cha wiki ya wananchi kwa maana ya Yanga Day.
tutawatangazia orodha ya wasanii ambao wataperform. Ziko timu zinaandaa matamasha, zinaanza kutangaza wasanii, mashabiki wamewachoka wasanii kila siku wao kauka nikuvae. Sisi tumefanya research vizuri, tunataka tulete wasanii ambao wanayanga watakao kwenda uwanja wa Uhuru wa enjoy. Kwa mfano tupo kwenye mazungumzo ya mwisho kabisa sasa hivi, ya mwisho na Mamba 24, Dudu Baya. Tupo naye kwenye mazungumzo ya mwisho, Mamba 24, Dudu Baya. You better watch your back. Kuna kiwango kidogo anatajia tunavutana naye. Tukifinal naye mnaweza mkamshuhudia Alhamisi hapa Mamba zikija hapa. Mdhamini mkuu amefurahia. Utaiona Mamba. Mamba zitakuja hapa Alhamisi, tulikubaliana nayo. Lakini pia tunataka tulete wasanii ambao ndugu zanguni waburudishe watu, yani wa rika zote. Unajua kuna kina sisi miembe migumu tena hii. Mwili haukui lakini umri umeenda. Na wasanii wangu yani juzi ifanyika tamasha hapa la miaka 30 ya Bongo Flava. Nataka niwaambie ukweli. Tamasha lilikuwa bora kwa sababu lilikumbusha jamii kubwa entertainment ambayo tulikuwa tuna enjoy enzi hizo. Na vijenzi vidogo vidogo vinyewe vikaona kwamba bwana, kumbe hawa watu wa millennium wameenjoy maisha. Sasa ukiangalia viingilio hivi laki moja, Gen Z kiukweli wanaweza wasiwepo. Kwa hiyo zakana millennium wengi wakata, tunataka na watu waburudishe. Yaani akija pale mtu asikie nyimbo yake ambayo zamani alikuwa anatafutwa na nini, kaingia hapa katoka hapa, na nyimbo zetu zile. Wapambe usiwakubali, unajua ile? Kipindi hicho hapo wameweza kuchangia nyinyi waandishi bado wadogo. Unajua nyimbo hiyo? Unajua hiyo kusikia. Kipindi hicho kwa hiyo tumefanya analysis nzuri ya wasanii ambao kizazi hiki wataenjoy, kizazi cha nyuma kidogo wataenjoy, na hata kizazi cha kina Mzee Mpili nao wataenjoy. Sukusi Stars bado wapo. Tutaangalia kizazi cha nyuma, yani anayelipa laki moja yake, analipa 20,000 yake, akiingia pale ndani uwanja wa Uhuru anapata burudani isiyokuwa na mfano. Haya tabia watu wenye umri wa miaka 50 kila siku tunawachezesha mapiano, hawasemi tu. Lakini they need na wao kuwa high, kuwa active, wasikie wasanii wao wa enzi hizo wakiwa wanaenjoy. Kwa hiyo tumefanya analysis nzuri na tutawatangazia orodha nzuri ambayo imekuwa balance based on age na nini, kila mtu akapate burudani iliyokuwa sahihi. Nimemwambia tunazungumza na Mambas, tulikubaliana Alhamisi atakuja hapa na yeye kuzungumza. Hiyo ni Alhamisi ambayo ina matukio ya damu na wasanii. Ijumaa sasa tuna tukio la kutembelea hospitali. Tunaye mdhamini wetu ambaye tutamwalika hapa na tutakuja kulielezea kwa uzuri. Tutatembelea hospitali zipi na tutafanya shughuli gani huko siku ya Ijumaa. Na hiyo Ijumaa pia itakuwa ni siku ambayo tutafanya pia dua. Wazee wetu wa Yanga watafanya dua hapa makao makuu kwa ajili ya kuiombea timu yetu kwa msimu wa 26-27. Kwa Yanga ilivyo msimu huu, cha kuongezwa pale ni dua tu. Kwa timu tuliyoitengeneza, ukiangalia vizuri, tuongezewe tu dua. Alafu tukutane uwanjani. Hiyo itakuwa ni Ijumaa. Jumamosi itakuwa ni siku ya kufunga hamasa zetu. Kwa hiyo tutakuwa tuko mtaani, tunaendelea kuzungumza na wanachama, kufurahi nao pamoja. Alafu Jumapili ndiyo Yanga Day yenyewe pale uwanja wa Uhuru. Tutampokea mshambuliaji bora wa muda wote barani Afrika, Pira Shalulile. Leo saa 5 tutampokea. Maneno yamekuwa mengi sana huko mtaani. Yanga wamtambulisha hivi, mara sijui mchezaji hivi, mara sijui hivi. Nimeona pia kuna kikundi cha wahuni kimetengeneza picha, sio Peter kashatambulisha Kuwait, sio katambulishwa Qatar. Yote ni kiwango cha watu kutokuamini kwamba kweli Pira Shalulile atacheza Yanga msimu ujao. Nafahamu maumivu mnayoyapitia. Nafahamu jinsi mnavyofunga macho mkiwaza mabeki wenu, alafu mkimfikiria Peter Shalulile mnatamani hii habari iwe ndoto tu, huyu bwana asitue nchi hii. Na waomba wanayanga wenye nafasi, leo usiku tuijaze makao makuu hapa tukimpokea Pira Shalulile, ajue amekuja kwenye timu kubwa zaidi Afrika Mashariki na Kati. Kuanzia saa 3 usiku naomba wanayanga tuwe tumefurika hapa tukiwa tunampokea Pira Shalulile kutokea njia hii.
aone kabisa na kwenda headquarters, mahala ambako historia ya mpira imelala. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, kuanzia saa 3 mje hapa, ikifika 4:30 nafunga mlango. Hatuwezi kuwa tunamleta the greatest of all time kwenye upande wa kushambulia alafu kuwe kuna movement za watu. Pira Shalulile, naona kama Kaini una mashaka. He is the GOAT, greatest of all time kwenye upande wa washambuliaji. Hajawahi kutokea mshambuliaji aliyokamilika Afrika kama Peter Shalulile. Hajawahi. Imechezwa Champions League, imechezwa Confederation, hajawahi kutokea mshambuliaji aliyokamilika, package iliyojitosheleza kama Peter Shalulile. Na huyo mchezaji ni mali ya klabu ya Yanga, na leo usiku atakuwepo makao makuu hapa kuwasalimia wanayanga na kuzungumza nao. Shughuli ikiisha hiyo nitawaambia kwa nini matukio ya Yanga msimu yameenda usiku tu, saa 5 tu usiku. Tuna jambo letu pia kwenye hiyo saa 5 usiku. Yani mwaka huu tumejipanga kivyo vyote vile, tumejiandaa. Kwa saa 5 usiku, waandishi mwisho saa ngapi tumesema? 4:30 nitafunga mlango. Tunazuia movement zote. Wanayanga watakuwa wameshafika, wameshafurika hapa. Tunakwenda kumpokea Peter Shalulile. Nyie andaeni maswali, yeye atakuja kuyajibu. Si ndio Maana swali leo la kwanza, imekuwaje umechagua Yanga? Najua mnalo. Hilo mnalo, imekuwaje umechagua, kama mnashangaa hivi. Yaani kama imekuwaje Peter umekuja Yanga? Yaani hamuamini. Anakuja saa 5 na kiti hiki. Atakaa mnyama Peter Shalulile saa 5 kwa mara ya kwanza mtamuona hapa. Kwa hiyo ni waombe wana Yanga tuje kwa wingi, tuje tumpokee the greatest of all time Peter Shalulile mnyama Shashaman. Simalize maneno mimi. Hatujamaliza usajili ndugu yangu Zai, usajili bado kabisa. Na kwa taarifa ambayo jana ameizungumza pia rais wa klabu, maana yake usajili bado. Yaani bado. Mimi mwenyewe nilikuwa najua tumeshafunga, lakini bado usajili haujakamilika. Msimu nimejitahidi sana kama mmegundua. Sana. Friji langu linatunza kidogo vitu. Kwa hiyo nataka Mwenyezi Mungu anijalie pia hapa mwisho panapoogopesha nisiseme lolote. Tumeshamshusha Fred Ngoma, na huyu Ngoma huyu tumewaambia huyu ni kiungo wa chini mwenye uwezo wa juu. Sio kama mnaelewa vizuri. Ni kiungo wa chini mwenye uwezo wa juu. Sasa inabidi uwe mtu unayejua mpira, shirikisha labda wakubwa waliokutangulia kuona jua, watakueleza maana ya kiungo wa chini mwenye uwezo wa juu anakuwa kwaje. Ndio kuna vitu ukiambiwa inawezekana umri bado. Tafuta kama mna wazee bado, mna baba wakubwa nyumbani, waulizeni hilo swali. Ukisikia kiungo wa chini uwezo wa juu, maana yake nini? Atakutaarifu kwa ufasaha. Huyo ndio Fred Ngoma. Fred Ngoma yuko tayari hapa na train na timu. Na kesho atakuwa kwenye safari kuelekea Ushirombo. Kwa hiyo wana Ushirombo watapata nafasi ya kumuona Fred Ngoma akitrain kwa mara ya kwanza mbele ya macho yao. Kwa hiyo usajili bado. Na usajili bado maana yake sio kwamba tutachukua muda mrefu hapa. Tunataka Mungu akitujalia kheri na uzima, tarehe 12 Yanga yote iwe tayari. Ndio mipango yetu, Mungu akitujalia kheri na uzima, tarehe 12 Yanga yote iwe tayari. Hao wapya wote, wa zamani wote tuwe tayari kwa ajili ya kufungua msimu.